Mashindano ya AFCON yanakaribia kufanyika kwenye nchi za Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Uganda. Ni hapo mwakani tu ambapo Tanzania kwa mara ya kwanza tutaingia kwenye historia ya kuhosti mashindano haya kwa pamoja na Uganda na Kenya. Kumekuwa kuna taarifa ambazo zimekuwa zikiibuka kwa lengo bovu tu la kutaka kuwaingiza watu kwenye tension ya kwamba inawezekana fainali za AFCON 2027 zilizopangwa kufanyika Afrika Mashariki zikaondolewa na kupeleka mahali kwingine. Tunaenda kuangazia taarifa hizi zina maana gani kuhusiana na mpira wa Afrika Mashariki. Mimi ni Usama, niko na Leopard John. Yusuf Ramadhani Mpuma ni binadamu mwingine ambaye ni cameraman wetu. Mashindano ya AFCON yanafanyika mwaka 2027. Zimeanza kuibuka taarifa kwamba inawezekana finali hizi zikahamishwa kwa sababu ya maandalizi mabovu ambayo so far yanaendelea. Hizi taarifa ukweli wake ni upi? Kwanza haya yote ambayo yanaendelea hakuna usahihi, kwa maana tunakumbuka katika mchezo wa fainali wa michuano ya AFCON mwaka huu pale nchini Morocco katika uwanja wa Prince Moulay Abdellah Stadium, maraisi wa shirikisho yote matatu kwa maana Uganda, Tanzania na Kenya pamoja na mawaziri wao kwa maana viongozi wa kisiasa walikabidhiwa bendera ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambayo ile ilikuwa ni ishara kwamba wao ndio wamepokea kijiti cha kuandaa michuano ya AFCON mwaka 2027. Lakini by the way tunaona kuna mchakato ambao CAF wameuanzisha, na huu ndio mchakato ambao watu wengi pia wameshindwa kuelewa, kwa maana CAF imelenga kwamba kufikia mwaka 2028 mchakato wa michuano ya AFCON kwenye engo ya ufanyikaji wake itabadilika kutoka kufanyika kila baada ya miaka miwili and then kwenda kufanyika kila baada ya miaka minne kama ambavyo inafanyika kombe la dunia, lakini pia kama ambavyo inafanyika Copa America na Euro. Kwa maana napo pia Afrika tutakuwa tunashuhudia kombe la mataifa ya Afrika kwa maana AFCON kila baada ya miaka minne. Lakini Tanzania kwa maana East Afrika Mashariki itaandaa michuano ya AFCON mwaka 2027, ambako hapo ndipo utakuwa mwisho ya michuano ya AFCON kuandaliwa kila baada ya miaka miwili. Mara baada ya hapo kutakuwa na AFCON mwaka 2028, ambako kuanzia hapo itaanza kuhesabiwa miaka minne ndio AFCON inakuja tena kufanyika. Kwa hiyo hakuna ukweli wowote kuhusiana kwamba AFCON Tanzania imehairishwa kwa maana Afrika Mashariki, kwa sababu tumeona pia kuna jitihada ambazo zinaendelea za serikali kwa mataifa yote matatu. Tunafahamu Uganda wao wamekuwa wana uwanja wao wa Nelson Mandela, umekuwa ni uwanja ambao tumeushuhudia pia kwenye michuano ya CHAN. Kenya tumeona wameshazindua uwanja wa Talanta huko Kamiligado. Tumeona pia kuna uwanja wa Nyayo, Moi Kasarani ni miongoni mwa viwanja ambao pia vinakwenda kutumika. Lakini pia Tanzania kuna uwanja mwingine unaitwa Hoima. Of course Hoima. Tanzania pia tumeona kuna ujenzi wa uwanja wa Arusha Benjamin Mkapa unakarabatiwa vizuri, and then bado tena kuna uwanja wa New Aman Zanzibar, pia kuna uwanja wa Dodoma. Kwa hiyo naona hivi hapo kwenye uwanja wa Dodoma hapo kinaendelea nini? Of course bado upo katika progress nzuri, kwa sababu inatakiwa kwenye kila angalau kwenye kila taifa litoe angalau viwanja visivyopungua vitatu. Kwa maana tunaona kwenye michuano ya AFCON iliyopita tulitumia viwanja 8, kwa maana kuna rekodi ambayo iliwekwa kwa maana katika hatua ya robo finali ya michuano ya AFCON iliyomalizika kwa nchini Morocco. Of course unaona kuna test ambayo inakuja, kwa maana kunakuwa hakuna ule muingiliano wa mashabiki, lakini pia muingiliano wa mechi. So lazima kuna viwanja vya kutosha, na hilo kwa Afrika Mashariki linawezekana, kwa sababu ukiangalia walipewa CHAN kuweza kuandaa michuano ya CHAN ambayo ilifanyika mwezi wa I think ilikuwa ni mwezi wa 8 mwaka jana. Unaona kile ambacho kilitokea, ambacho kilionekana zaidi ya viwanja 5 viliandaa hiyo michuano, na kwa sehemu uliona michuano ambavyo ilikuwa imefana. Lakini pia kuna juhudi ambazo serikali zote za nchi tatu zimeendelea kuzionyesha, kwa maana marais wote watatu wamekuwa wanaonesha ushirikiano kwenye hili, bila kusahau pia waheshimiwa mawaziri wamekuwa wanafanya kazi hiyo ya kuweza kumotivate hicho kitu. Just imagine AFCON ni mwakani 2027, lakini bado tunaona maandalizi yameanza mwaka huu. So unaona kwamba kila taifa limechukulia serious kwamba wako tayari kuandaa hii michuano, kwa maana wanafahamu
kuandaa michuano ya AFCON pia ni sehemu ya kukuza uchumi na pato la taifa, kwa maana uchumi wa nchi utakuwa pale ambako wageni watakuja kwenye nchi yako, kwa maana watalala wapi? Kwenye mahoteli. Unapata pesa pia za kigeni, kwa maana pia hiyo pia ni faida kwenye taifa. Kwa hiyo taifa litanufaika kwa kiasi kipana kupitia hii michuano ya mataifa huru ya Afrika, kwa maana kuna mataifa, kuna top players watakuja huku, kuna legendary wengi watakuja huku, pia kuna top player barani Afrika na Ulaya pia watakuja, viongozi wa FIFA pia watakuja, viongozi wa CAF watakuja. Kwa hiyo taifa litakuwa busy kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa hiyo ndio heshima ambayo kila taifa inataka kwenye hii michuano ya AFCON. Kwa kuzingatia viwanja ambavyo so far vimeshakuwa tayari, Hoima Stadium, Mandela Stadium, Nyayo, Kasarani, Taranta, Benjamin Mkapa, Taranta, na kwa picha ya Samia Stadium inayojengwa Arusha, unatamani finali ifanyikie kwenye uwanja gani? Yeah, of course tumeona bado kuna hizo pretenders nyingi ambazo zinaendelea, kwa maana kwamba nani ambaye atapewa mechi ya ufunguzi, lakini nani ambaye atapewa mechi ya kufunga, lakini nani ambaye atapewa mechi ya mshindi wa tatu. Kwenye michuano ya CHAN mechi ya ufunguzi ilifanyikia Tanzania. Mechi ya kwanza ikiwa ni Tanzania dhidi ya Madagascar, kama na Mauritania. Of course mechi ambayo Tanzania ilipata ushindi 2-0. Unaona jinsi ambavyo ilifana. Msanii Leivard aliweza kufungua kwenye huo mtanange, lakini mechi ya finali ilipigwa katika uwanja wa Moi Kasarani, I think nchini Kenya, kati ya Madagascar dhidi ya Morocco. Lakini mechi ya mshindi wa tatu ilipigwa katika uwanja wa Mandela nchini Uganda. So far CAF wanaangalia vigezo vingi mpaka kutoa hizo categories mbalimbali, kwa maana nani ambaye atahodhi hiyo mashindano. Kwanza wanaangalia ile uitikaji wa watu kwenye huo mchezo. Ni wadhi kwenye hii michuano ambayo ilipita, michuano ya CHAN, uhudhurio wa kwenda viwanjani kwa Tanzania ulikuwa bado. Ilikuwa pia ni chachu ambayo kama vile ilikuwa inatoa ishara gani ambayo inakwenda kuendelewa. Lakini mechi ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambao Tanzania ilimvaa Morocco, atmosphere ambayo ilikuwa pale katika ule uwanja inaweza ikawa pia ni imagination ya kuaminisha CAF mechi ya finali pengine ipigwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu ukiangalia capacity yake mashabiki 62,000 ni miongoni mwa uwanja mkubwa Afrika Mashariki ambao unaweza ukahodhi mchezo wa finali. Kwa maana mchezo wa finali lazima pia capacity level yake ya watu iweze kuwa sambamba na hayo. Lakini pia unaangalia Dar es Salaam City jinsi ambavyo inakuwa inafana wakati ambavyo mechi kubwa huwa zinapigwa, kwa maana zile dabi ambazo zimekuwa zinapatikana, dabi ya Kariakoo, dabi ya Dar es Salaam, dabi ya Mzizima, imekuwa pia ni sehemu ambayo ina motivate CAF kuweza kuichagua Tanzania kuwa mechi ambayo itapigwa final. Lakini wale ambao watu wa kitaalamu zaidi wanakuambia mechi ya kufungua ni bora kuliko mechi ya finali. Binafsi natamani mechi ya ufunguzi au mechi ya finali, kwa sababu mimi napenda vitu vizuri. Na kwa kuangalia picha tu Samia Suluhu Stadium naona kama ni uwanja mzuri sana kwa picha. Natamani ule uwanja uhosti moja kati ya michezo hii miwili. Bonge moja la uwanja, attendance yake sio kubwa, watu 30,000, sio watu wengi, lakini kwa sababu ulizozitaja kwamba finali inaweza ka accommodate watu wengi wanatamani kuiona, unaweza kukosa hiyo sifa kuhosti mchezo wa finali. Lakini kwangu mimi ni bonge moja la uwanja. Kitu ambacho nina hofu nacho, Kenya zimeanza kuingia siasa, kwa sababu wameanza kuhoji kiasi gani cha pesa kimetumika kujenga Taranta Stadium. Ni bonge moja la uwanja wa maana sana, lakini wameanza kuhoji. Hofu yangu wanaweza wakaenda kuutia moto. Msamo Misikusama ndio jina langu, Yusuf Ramadhani Mpuma, kamera operator tulikuwa na Leopard John. Hii ni The Golden Boot.